Sasa ukienda kuangalia historically kuna vingi ambavyo viko nyuma ya hii finali. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaonesha kihistoria zinaweza zikawa zina manufaa kwa Arsenal kwa namna moja au nyingine. Nilikuwa naona baadhi ya historia ambazo zipo hapa Benzo katika miaka ambayo wale viongozi wa kanisa Katoliki kwa maana mapapa wale walipofariki, miaka hiyo ambayo walifariki ni miaka ambayo timu kutoka nchini England zilitoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mwaka 1978 alifariki Papa Paul John wa kwanza, ambapo msimu huo timu kutoka England Nottingham Forest waliweza kutoa ubingwa. Then mwaka wa 2005 alikuja kufariki Papa Paul John wa pili, ambaye mwaka huo wa 2005 ubingwa ilichukua Liverpool kutoka nchini England. Mara baada ya pale ilikuja kuwa ni mwaka 2021 ambapo alifariki Papa Benedict wa 16, na msimu huo bingwa wa UEFA Champions League alikuwa Manchester City akimtandika Inter. Then mwaka huu 2025 amefariki Papa Francis kwenye Champions League. Timu iliyobaki kutoka England ni Arsenal peke yake. Inaleta tafsiri gani? Nafikiri unaweza kaona unajibu, au watu wengine wanaweza kawa na majibu, lakini hiyo haiondoi kweli kwamba mchezo utakuwa mgumu kutokana na nature ya timu zote mbili kwa msimu huu. Umesema vizuri, Arsenal wamepoteza ubingwa wa England ambao wameuania kwenye misimu mitatu sasa hivi, lakini wanaonekana matarajio yao yapo kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Na kitu ambacho kinaongeza possibility ya kuwapa nafasi Arsenal au wao kujitengenezea confidence kwenye mchezo wa leo ni kutokana na kile ambacho wamekifanya kwenye mchezo wa robo finali mbele ya Real Madrid, wakishinda kwa magoli 5-1 on aggregate. Sasa ukiangalia statistics kwa upande wa Arsenal kwa msimu huu mpaka sasa hivi kwenye michuano ya ligi mabingwa barani Ulaya, kwenye michezo ya nyumbani waliocheza Emirates, hawajapoteza mchezo wowote pale Emirates. Na katika michezo yote ambayo wamekwisha cheza, takriban michezo 7-8 hivi, wameruhusu magoli mawili peke yake. Magoli mawili kwenye sare ya mabao 2-2 dhidi ya PSV kwenye hatua ya 16 bora. Unakumbuka mara baada ya Arsenal kushinda goli 7 away, warudi nyumbani walipata sare ya 2-2. Ndio magoli pekee walioruhusu. Kutoka hapo wameshinda mechi zote ukiondoa mchezo. Kwa hiyo ni uwanja ambao umekuwa ni uwanja mgumu kwa wapinzani kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu. Lakini bado haiondoe ukweli kwamba unapozungumzia timu ambazo ziko vizuri kwenye maeneo makubwa matatu ambayo tunazungumza mara zote hapa, physical aspects PSG wako sawa sawa, tactical and technical aspect PSG wako sawa sawa kweli kweli chini ya mwalimu wa Kihispaniola Luis Enrique. Lakini pia kwenye emotional aspect PSG pia ni timu ambayo inaonesha wako sawa sawa. Kwa hiyo nafikiri mechi ambayo itaamuliwa zaidi kimbinu Benzo. Arsenal watakosa baadhi ya wachezaji wake muhimu kama ambavyo imekuwa kwenye michezo iliyopita, lakini pia leo wanakwenda kumkosa mchezaji muhimu zaidi. Midfield department, eneo la kiungo la Arsenal anakwenda kukosekana Thomas Partey. Kwa hiyo kuna ile tunasema tactical dilemma ambayo atakuwa nayo Mikel Arteta. Kwa maana gani? Kama Partey anakosekana, tafsiri yake ni kwamba atatakiwa acheze mtu mwingine kwenye lile eneo. Sasa ukiangalia kwenye midfielders wa Arsenal waliopo ni kwamba Mikel Merino ndo mtu ambaye anaweza kacheza kwenye eneo hilo la kiungo. Sasa shida inakuja, huyu Mikel Merino kwenye michezo 12 aliocheza kama mshambuliaji kivuli wa Arsenal amefunga mabao 9. Kwa hiyo tafsiri yake ni mtu ambaye ana mchango mkubwa kwenye eneo la juu. Sasa kumuondoa Mikel Merino juu na kumshusha chini, tafsiri yake unapunguza threat kwenye eneo la juu. Kwa hiyo Arteta atabaki ajiulize kwenye hiyo dilemma. Aendelee kumtumia Mikel Merino kwenye force number 9, hapa chini acheze Declan Rice na nani, yeye ndo ambaye ataamua. Lakini so far so good, nafikiri yeye ndo ambaye atajua amtumie nani. Mikel Merino chini, Trossard kwenye number 10 na number 9 inategemea. Kwa PSG
kwa mujibu wa swali lako la msingi Benzo, kwa maana ya eneo ambalo linaweza likaamua mchezo kwa kiasi kikubwa, nafikiri kwenye hiyo issue ya mbinu. Matactician wawili wa Kihispaniola, Mikel Arteta na Luis Enrique wamekuwa waumini wa ni kama wanafanana hivi kwenye aina yao ya kiuchezaji, kwa maana ya wakati timu ikiwa ina mpira na wakati timu ikiwa haina mpira. Luis Enrique tumeona kwenye michezo dhidi ya Aston Villa kwenye hatua ya robo finali, lakini pia hata kwenye 16 bora dhidi ya Liverpool, namna ambavyo wamekuwa wakicheza, build up yao inakuwa ina walinzi watatu nyuma, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, wanakuwa wana watu watatu pale nyuma, then wanakuwa wana viungo wawili ambao ni Vitinha pamoja na Fabian Ruiz, then yule Ruben anakuwa anasogea juu, yule Hakimi Ashraf anakwenda juu. Kwa hiyo kunakuwa na 3 2 5 muundo wao wakati wanajenga shambulizi, wanakuwa ni 3 2 5. Katika hao 5 2 wanakuwa pembeni kabisa, yule Doe pamoja na mtu kama Bakola ama Varaskelia. Sasa Arsenal nao kwenye muundo wao ni hivyo, wanakuwa na 3 2 5. Kwa hiyo itategemea sasa na sharpness ya maamuzi kwa wakati sahihi, pamoja na ile tunasema uwezo mchezaji mmoja mmoja kuamua kuichukua game. Hiyo ndio ambayo inasubiriwa sasa hivi. Arsenal wana Bukayo Saka, PSG wana Ousmane Dembele. Hao ndio ambao wanaweza kuimaliza mechi Yes, kwa kiasi kikubwa. Kwa maana Ousmane Dembele pamoja na Bukayo Saka kwa upande wa Arsenal. Hao ndo wachezaji. Sababu ndo pembeni mle ndipo ambapo timu zote mbili zinawatumia sana. Unaweza ukaona kwamba hao ndo wanatumika kwenye wakati sasa tunasema kwenye individual brilliances. Wakati timu inakuwa imekamatwa kimbinu, hao ndo ambao wanachukua jukumu. Inategemea sasa wao wanakuwa kwenye maeneo gani. Kwa Saka nafikiri yeye anafahamika, ana uwezo mzuri wa kudribble kwa maana ya kukokota mali, lakini pia kwenye 1v1 ni mzuri sana. Sasa inategemea namna gani ambavyo atakuwa vizuri kwa siku ya leo, au namna gani yule Nuno Mendes kijana wa Kireno atadili naye ngadu. Yeye amekuwa akitokea upande wa kulia, ana cut inside zaidi kuenda kutafuta box, na anachokifanya Arteta mara zote ni kwamba Bukayo Saka anapokuwa upande wa kulia, ule ni upande ambao anawatumia pia wachezaji wengine wawili. Kuna kitu kinaitwa combination play. Combination play kwa maana ya watu wa upande wa kulia wanakuwa watatu, wanaenda ku overload upande ule. Kwa maana gani? Kwa maana ya Martin Odegaard ambaye kwenye mfumo wa 4-3-3 katika ile tatu ya katikati, yeye anakuwa namba 8, anakuwa kwenye ile namba 8 wawili, kwa sababu kuna namna Arsenal wanakuwa kwenye umbo la box. Kwa maana ya katika wale walinzi wanne wa nyuma, Miles Lewis Kelly anaingia katikati, anaenda kumjoin namba 6 ambaye automatically leo atakuwa ni Declan Rice, alafu walinzi wanabaki watatu kunyuma ambao ni Jacob Kivio, William Saliba pamoja na William Timber. Sasa Miles Lewis Kelly atakapomjoin huyu Declan Rice, tafsiri yake itakuwa na namba 6 wawili. Sasa kwenye na namba 8 wawili, naamini hapo sasa ndipo ambapo Martin Odegaard atakuwa kwenye upande mmoja, na hapa atakuwa anashambulia sasa kutoka upande huo wa kulia. Kwa Odegaard anakuwa anaenda upande mmoja zaidi, alafu upande wa kushoto anakuwa ni winga mwingine Gabriel Martinelli na kiungo mwingine ambaye atacheza kwenye eneo la namba 9